Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa Njia Iliyo Njema channel. Moja kati ya matukio ambayo siku ya jana yamekuwa yakitrend sana katika mitandao ya kijamii ni tukio la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kule Mbinga, ambako alikuwa akifanya kampeni zake, ziara yake ikiwa ikianzia mkoa ya Lindi, Mtwara, na baada ya hapo akaenda mkoa wa Ruvuma. Sasa Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula ameeleza dalili na sababu za jeshi la polisi kuipiga mabomu mikutano ya Mheshimiwa Tundu Lissu kabla ya kumkamata. Ameandika hivi katika post yake ambayo ameposti leo asubuhi. Anasema dalili za jeshi la polisi kuvuruga mikutano ya Mheshimiwa Lissu zilianza kuonekana zaidi ya siku tarehe 7 Aprili 2025 katika jimbo la Masasi baada ya mikutano miwili ya jimbo la Mtama na jimbo la Nachingwea. Dalili hizo zilionekana kupitia mambo matatu. Jambo la kwanza, mkuu wa wilaya ni DC wa Masasi alielezwa kutaka kuvuruga mkutano wa Masasi kwa njia ya kufanya mkutano mwingine wake siku hiyo. Jambo la pili, ilielezwa kuwa katika mazingira yasiyokuwa ya watu, mazingira yasiyokuwa ya watu walipita mitaani Masasi usiku kabla ya mkutano wakiwa na vipaza sauti kutangaza kuwa mkutano wa Mheshimiwa Lissu uliahirishwa. Lakini pia jambo la tatu, siku ya mkutano pale Masasi kulikuwepo makundi au aina 4 ya vikosi vilivyoshiriki ili kutoa ulinzi, jambo ambalo alikuwa kawaida kwa mikutano iliyotangulia. Kulikuwa na polisi wa kawaida, kulikuwa na polisi wa kutuliza ghasia yani FFU, kulikuwa na mgambo, kulikuwa na vijana wa JKT na kulikuwa na vijana wa jeshi la JWTZ. Hao wote walijulikana kwa njia ya mavazi yao na utimamu wa miili yao. Jambo la 4, baada ya mkutano wa Masasi, polisi walitaka kujenga mazingira ya kutaka kupiga mabomu msafara wa Lissu baada ya mkutano, lakini walishindwa kutokana na mazingira yenyewe, ingawa sisi wengine tulijua mipango yao. Dalili za kutaka kuzuia au kuvuruga mikutano ya Mheshimiwa Lissu zilianza kuonekana tena wakati tunapita Tunduru, wakati tulipokutana njiani na kikosi cha polisi, huku lugha ya miili ya polisi wale pamoja na wakuu wao ikiwa imejipanga kufanya jambo kama ilivyokuwa kule Masasi. Mazingira hayakuwa upande wao siku hiyo ya tarehe 8 Aprili 2025 pale Tunduru. Tulipofika jimbo la Namtumbo, kulikuwa pia na dalili za wazi kuwa wakubwa walitaka kuzuia mkutano wa Lissu. Lakini unafikiri ni kwa nini mikutano ya Lissu ilikuwa inawindwa kuzuiwa kwa namna yoyote ile? Zifuatazo ni baadhi ya sababu ambazo sisi tunaweza kuzifikiria. Sababu zipi hizo? 1, maudhui ya hotuba za Tundu Lissu kuhusu kuzuia uchaguzi kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi yaliyopokelewa, kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi yaliyopokelewa na kueleweka zaidi na wananchi, ambapo pia kasi hiyo ilikuwa inazidi kupanda kila siku. Maana yake watu waliokuwa wakihudhuria mikutano ya Mheshimiwa Tundu Lissu walikuwa wakiongezeka kila siku. Ni kwa sababu hiyo inawezekana kabisa kwamba tawala ziliona kwamba anaweza kawa anajipatia wafuasi wengi. Hoja ya pili au jambo la pili, hoja juu ya mazao ya korosho, mbaazi na ufuta zilielezwa kwa kina, huku wananchi wa mikoa ya kusini yani Lindi, Mtwara na Ruvuma wakiwa wanaguswa zaidi na kile wanachofikiri kuwa ni ukweli kuwa wananyonywa huku wakiachwa kuwa maskini, kwamba kodi na tozo dhidi ya mazao hayo viliwekwa kimkakati kuwanyonya watu wa kusini. Kwa maana hiyo, sera za Mheshimiwa Tundu Lissu kuonekana ni kama anaweza akashughulikia tozo hizi za mazao ya korosho, mbaazi na ufuta kwa mikoa ya kusini ili kuinua uchumi wa mikoa hiyo, ziligusa sana mioyo ya wananchi kutokana na hali ngumu za maisha walizonazo. Jambo la tatu, ilielezwa kwa ufasaha kuwa uwepo wa gesi na madini ya chuma katika mikoa ya Lindi na Mtwara haikuwa na manufaa yoyote kwa watu wa mikoa hiyo. Kwa hiyo watu hao waliona kwamba ni kweli kabisa wana gesi na chuma kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara, lakini wao wenyewe wanaishi maisha ya chini na hawanufaiki na chochote. Jambo la 4, hoja pia kuwa wananchi wa mikoa ya kusini hawanufaiki na uchimbaji wa makaa ya mawe. Wengi mtakuwa mnafahamu mambo ya Liganga na Mchuchuma kule mkoani Ruvuma. Wananchi wa mikoa ya kusini hawanufaiki na uchimbaji wa makaa ya mawe, wakati kila siku makaa ya mawe husombwa na malori, ambapo inakadiriwa kuwa thamani ya makaa ya mawe inayosombwa kila siku
ni zaidi ya kati ya shilingi bilioni 2 hadi 4 kwa siku. Bilioni 2 hadi 4 kwa siku, sio mchezo. Kwa ujumla, kama hoja hizo zina ukweli, fikiria makaa ya mawe yanayosombwa kwa siku ni bilioni 2 hadi 4, alafu mwananchi ambaye yuko kwenye hicho kijiji, Mungu amemfanya azaliwe kwenye hicho kijiji, anufaiki chochote. Kwa ujumla, kama hoja hizo zina ukweli, kiasi cha angalau 30% ilitosha kabisa kwa watawala kumzuia Lissu asiweze kuhitimisha mkutano wake Songea mjini tarehe 10 Aprili 2025. Kitendo cha kutumwa askari wa mkoani Ruvuma kuja Mbinga kumkamata Lissu pia ni uthibitisho wa kauli ya polisi wadogo ambao walisema kuwa yalikuwa maagizo kutoka juu. Je, huko juu ni wapi? Ni IGP? Ni makao makuu ya polisi? Ni Ikulu au ni wapi? Hata mimi sijui. Kama Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa na kosa lolote kisheria, polisi wasingetumia nguvu kubwa ya kupiga mabomu wananchi ili kumkamata, na badala yake wangemfuata hotelini, wangezuia msafara wake njiani, au hata wangemtaka afike kituoni kama walivyokuwa wakifanya huko nyuma. Lakini kwa kuwa lengo ni kuwatisha wananchi, ndio maana wakapiga risasi umati bila sababu za msingi. Lakini pengine swali la msingi la kujiuliza ni kama kwa kufanya hivyo jeshi la polisi litaweza kumzuia Lissu ili asiendelee na kampeni yake? Je, watawala wetu wakiendelea na mtindo huu wa kutisha wananchi kwa njia ya kutumia jeshi la polisi, wanajenga taswira gani machoni pa wananchi pamoja na jumuiya ya kimataifa? Je, hayo aliyofanya ya kupiga mabomu wananchi yanathibitisha hoja ya Lissu na Chadema kwa ujumla kuwa kutakuwa na uchaguzi huru na wa haki kwa sheria zilizopo na katiba iliyopo? Je, hayo aliyofanya ya kupiga mabomu yanathibitisha yana support point za Chadema au la? Nini kimekushangaza? Nini maoni yako? Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, Mbinga, Ruvuma, tarehe 10 Aprili 2025 saa 1 asubuhi. Je, nini maoni yako? Tuandikie hapo chini, una maoni gani na umeisikiaje kupata habari hii? Iwapi njia iliyo njema? Hii ndiyo njia iliyo njema, yaani usilopenda kutendewa usimtendee mwingine.